Karibu katika Mohamed Talk. Leo tutamzungumzia hayati Dr. John Pombe Magufuli, rais ya awamu ya 5 wa Tanzania, ambaye anakumbukwa kama kiongozi aliyebadili sura ya utendaji serikalini na miundombinu ya nchi. Alijulikana kwa jina la utani la bulldozer kutokana na uchapakazi wake kwa nguvu na kauli mbiu yake ya umaarufu ya hapa kazi tu. Mwaka 1959 mpaka mwaka 1980. Maisha ya awali ya Dr. John Pombe Magufuli. Alizaliwa tarehe 29 Oktoba mwaka 1959 wilayani Chato, mkoa wa Geita, wakati huo sehemu ya mkoa wa Kagera. Alitoka katika familia ya kawaida ya wakulima na wafugaji. Elimu yake: alisoma shule ya msingi na sekondari seminari ya Katoke na Lake Sekondari Mwanza, kabla ya kujiunga na shule ya sekondari Mkwawa Iringa, na kwa kidato cha 5 na 6 alijiunga na chuo cha ualimu Mkwawa na kupata shahada ya ualimu sayansi, kemia na hisabati. Baadaye alijiendeleza na chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM na kutunukiwa shahada ya kwanza ya uzamili na hatimaye shahada ya uzamifu PhD ya kemia mwaka 2009. Kazi kabla ya siasa: alifanya kazi kama mwalimu wa sekondari shule ya Sengerema na baadaye mkemia katika chama cha ushirika cha Nyanza Cooperative Union. 2. Kupanda ngazi kwa siasa: mwaka 1995 mpaka mwaka 2015 Magufuli aliingia rasmi kwenye kazi za siasa za ushindani mwaka 1995. Ubunge: aligombea na kushinda ubunge kwa jimbo la Chato awali Biharamulo Mashariki mwaka 1995. Alilithibiti jimbo hilo kwa miaka 20 bila kushindwa. Kutokana na uchapakazi wake aliteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali na marais Benjamin Mkapa na Jakaya Kikwete, naibu waziri na baadaye waziri kamili wa ujenzi. Hapa ndipo alipojijenga jina la bulldozer kwa kusimamia ujenzi wa barabara kwa ukali. Waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Waziri wa maendeleo ya mifugo na uvuvi, aliwahi kukamata meli za uvuvi haramu ya Wachina. Alirejea wizara ya ujenzi mwaka 2010 na kusimamia miradi mikubwa kama barabara za juu, flyovers pamoja na daraja la Kigamboni. Mwaka 2015 mpaka mwaka 2021. Mwaka 2015 Chama cha Mapinduzi CCM kilimpitisha kuwa mgombea urais. Akiwashinda vigogo wengi wa chama hicho, alishinda uchaguzi mkuu na kuwa rais wa